Bana, katika siku ya sikukuu ya mwaka mpya, vile vitu ambavyo Baba Levo aliwaahidi wakazi wa Kigoma kwamba atavitenda, anavitenda kama jinsi ambavyo anavyoahidi. Ahadi kubwa ambayo aliweza kuwaahidi wana wa Kigoma kwamba katika siku hiyo ya sikukuu ya mwaka mpya atapika pilau na Kigoma nzima, hasa katika jimbo lake la Kigoma mjini wataweza kusherekea kwa kupata pilau safi kabisa. Yaani kama jinsi ilivyo, Shilole amealikwa kama mpishi ambaye wa kupika chakula katika siku hii hapo, na ameweza kupika chakula safi sana, na siku hii hapo iliweza kuitwa Pilau Day, ambapo pilau iliweza kupikwa katika siku hii hapo. Ilikuwa ni pilau babu kubwa zaidi. Mamia ya wananchi kutoka katika kila kata katika jimbo hili hapo waliweza kukusanyika kwa wingi zaidi. Lakini pia katika siku hiyo hakuishia tu masuala ya pilau, bali pia kulikuwa na burudani mbalimbali. Lakini kwa sasa naomba tuelezee kwanza katika upande wa pilau. Bwana Baba Levo baada ya kuwa amemwalika Shilole na kupika chakula kizuri zaidi, chakula kile ambacho alichokipika Shilole ni kile chakula ambacho mara nyingi watu wa Kigoma walikuwa wakikiona kwenye Shishi Food. Kule ndiko ambako waliishia kukiona, lakini kwa siku ya jana wameweza kukiona na kuweza kukitia mdomoni na kuonja radha ya chakula hichi hapa, kama jinsi ambavyo unavyokiona kwenye sufuria hili hapa. Na Baba Levo ameweza kushirikiana na viongozi wa dini katika kuhakikisha kwanza maombi yanapigwa vizuri, lakini pia wanapata chakula hiko kwa pamoja. Wananchi wameweza kupata furaha zaidi, yaani ukiwatazama katika mioyo zao kupitia sura, unaona bwana, inaonyesha kabisa kwamba wameweza kupokea kwa furaha kubwa zaidi, kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo hakuna mtu katika maisha haya ya duniani akaletewa kitu ambacho kinaitwa tabasamu alafu akanuna. Labda tuziwe chuki binafsi, yani mtu kakuletea tabasamu alafu unanuna, hizo ni chuki binafsi. Lakini kiuhalisia, binadamu yoyote yule ambaye anaishi chini ya jua, ambaye hana roho hii ambayo nimeizungumza, akiipata kitu kama hichi hapa katika siku muhimu kama hii hapo, siku ya sikukuu ya mwaka mpya, kiukweli lazima aoneshe tabasamu na furaha kweli kweli. Wananchi kikweli wameweza kufurahi sana na pilau ambalo limeliwa katika siku hii hapo. Haikumaanisha kwamba kwenye hojumba yao kulikuwa hakuna chakula, ila isipokuwa kwamba mbunge wao ameamua kuonesha tabasamu, aweze kusherehekea pamoja na watu hawa wa Kigoma akiwa pamoja tangu wameweza kuchaguliwa, ikiwa ndo mara ya kwanza mwaka unapinduka kutoka mwaka 2025 mpaka hii leo mwaka 2026. Akaona ni bora aweze kusherehekea kwa kuweza kula chakula kwa pamoja, unaona bwana. Kwa hiyo burudani zilikuwa ni nyingi, lakini kabla ya chakula bwana, kama jinsi ambavyo tunamjua Baba Levo, mtaalamu fundi majumba huyu hapa, mbunge huyu alivyo mcheshi na alivyokuwa anapenda kuongea kwa kufurahisha wananchi wake wa Kigoma. Kabla ya chakula hichi hapo, Baba Levo aliweza kuongea na kuwaambia wananchi wa Kigoma kwamba katika siku hii ni siku ya kusherekea, na siku hii ya leo ni sikukuu sawa 2026, sikukuu ya mwaka mpya, lakini yeye siku hii hapa ameita Pilau Day, unaona bwana. Akasema kwamba chakula ambacho kinaliwa na wananchi wa Kigoma mjini katika siku ya leo ni chakula bora zaidi, sio kile chakula ambacho kimezoeleka na wapishi wengi wamezoea kupika siku zote, wali maharagwe, sio wanaofanyaje kila siku wali maharagwe, hakuna ubunifu wowote ambao unafanyika katika mapishi yao. Lakini Baba Levo amewahakikishia kwamba Shilole ni moja kati ya mpambanaji ambaye kila siku katika mgahawa wake anafanya ubunifu mkubwa zaidi, na hiyo ndio ikawa chachu ya yeye kuweza kumchukua na kuweza kumleta hapo kwa ajili ya kuweza kuwapikia wananchi wake. Lakini kama jinsi ilivyo kwa asilimia kubwa katika maisha ya Baba Levo, kabla ya kuingia katika wadhifa huu hapa anakuwa mbunge katika jimbo la Kigoma mjini, kuweza kuwakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma. Maisha before Baba Levo alikuwa akiishi maisha magumu sana, na aliweza kusema kabisa kwamba Shilole ni mmoja kati ya mtu ambaye ameweza kumtoa mbali zaidi. Hawezi kusahau mchango
wa Shilole kutokana na mengi ambayo ameweza kuyatenda. Baba Levo amesema kabisa mbele ya wananchi wake kwamba Dar es Salaam alikuwa hana shughuli yoyote ya kufanya, alikuwa hana chochote cha kufanya, alikuwa hana mbele wala alikuwa hana nyuma, unaona bwana. Lakini Shilole ameweza kumshika mkono wakati ule pale alikuwa hana pa kulala, ameendesha magari ambayo alikuwa akiamiliki. Shilole ameweza kuyagonga na kuweza kuyaharibu mengine katika interviews mbalimbali, hadi kusema kwamba alishakuweka poni gari ya Shilole, mwisho wa siku akawa ana hela ya kuweza kulikomboa. Lakini Shilole bado tu aliweza kumvumilia na mpaka hii leo wako pamoja. Hivyo basi ameweza kusema kabisa Shilole mmoja kati ya watu ambao mchango wao ni mkubwa zaidi katika safari ya mafanikio hii hapa ambayo tunamwona nayo leo hii kupata heshima kubwa zaidi, unaona bwana, kuwa mbunge huyu, unaona bwana. Kwa hiyo Baba Levo amesema kwamba kupitia tukio ambalo Shilole aliweza kulipitia wakati wa uchaguzi Oktoba 29 kuweza kupoteza mgawa wake pendwa zaidi kwa kuweza kushambuliwa kwa kuchomwa moto. Hivyo basi ametumia fursa hii hapa katika siku hii ya leo kuweza kumpongeza Shilole kwa harakati zake, ni pia kuweza kumpatia pole kutokana na tukio ambalo liweza kutokea. Baba Levo amesema kwamba tukio ambalo liweza kutokea kwa kweli wakati ule mgawa wake kuweza kushambuliwa katika hali ya kawaida unaweza akachukulia poa, lakini kiupande wake yeye Baba Levo aliweza kuumizwa zaidi na tukio hili hapo, kwa sababu akiangalia alikuwa ni mtu ambaye anajitafuta zaidi, na kwenye kujitafuta zaidi aliwekeza zaidi na aliamini kupitia sanaa yake ya muziki kuweza kutengeneza fedha na kuweza kuziwekeza katika ujasiriamali na kuweza kufungua mgahawa ambapo aliweza kuajiri watu kadhaa ambao walikuwa wakiweza kulisha familia zao kupitia mgahawa huo hapo. Na hata yeye Shilole alishawahi kusema kwamba aliweza kuajiri watu zaidi ya 200 katika mgahawa wake kupitia tukio lile pale, wote wale wameweza kupoteza ajira. Kwa Baba Levo amesema kwamba katika kumwalika siku ya leo kuweza kupika kuwapikia wananchi wa Kigoma, hajaja kupika bure, unaona bwana, ameweza kumwezesha chochote kwa sababu ni mtu ambaye aliweza kupambana zaidi katika kumuinua Baba Levo. Ameweza kuwahadithia wakazi wa Kigoma kwamba wasimuone jinsi alivyo. Shilole ni moja kati ya watu ambao wameweza kumpigania kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine katika safari hii hapa mpaka kufikia wakati ameweza kufika hapa katika level hii ya maisha ambayo yuko nayo, unaona bwana. Kwa hiyo wameweza kusherehekea vyema zaidi sikukuu ya mwaka mpya. Sasa swali linakuja katika jimbo ambalo wewe huko ambako ulikomchagua mbunge wako huko uliko, katika sikukuu kuu ya mwaka mpya, mbunge wako katika eneo lako amefanya kitu gani ambacho kimetengeneza furaha? Kwa sababu ukiangalia kipaumbele cha Baba Levo mtaalamu fundi majumba katika jimbo lake ni kwamba yeye ni kuhakikisha anazifuta vumbi, yani maana yake kwamba anatandika mikeka, yani tena naweza tukasema kwamba anaweka rami katika barabara ambazo zimeshindikana, unaona bwana. Hicho ndio kipaumbele chake kikubwa, lakini nje na kipaumbele anafanya vitu vingine ambavyo sio kipaumbele, lakini anaona kama yeye ni binadamu anahitaji furaha, anaweza pia kuwafurahisha watu wengine. Ameona aweze kufanya kitu kama hichi hapa, kuweza kupika pilau na kuweza kula kwa pamoja na wananchi wa kawaida. Hebu niambie wewe mbunge wako huko uliko, maeneo yoyote iwe Mwanza, uwe siji wapi huko Dar es Salaam na sehemu zozote zile ambazo upo, hebu tuambie mbunge wako katika sikukuu ya mwaka mpya amefanya kitu gani ambacho kimeacha furaha katika jimbo lako hili hapo. Dondosha maoni yako chini ya video hii hapo, nadhani itapendeza zaidi ukifanya hivyo, unaona bwana. Lakini pia kabla sijakwambia bye bye, ni kitu kingine ambacho ningependa kukujuza na ni kitu bora zaidi, kitakusaidia katika safari ya maisha yako. Bana, fanya like video hii hapa, alafu kisha like, subscribe. Ukisha subscribe utakuwa ni moja kati ya familia. Alafu sauti hii ambayo umesikia wakati huu hautoipoteza tena, ikuletea habari zingine, taarifa mbalimbali kupitia account hii hapa au channel hii hapa. Subscribe channel hii hapa, utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao hamtakuja kujutia kabisa, kwa sababu mengi zaidi tunazidi kusogezea ndani ya Tanzania na hata nje ya Tanzania, zile habari za biashara, habari za kimichezo, sanaa, utamaduni, habari za kisiasa na vyote ambavyo vinavyohusiana na taarifa, sisi tutakusogezea wewe. Na kwa hiyo ndio ukiwa wa kwanza kuwa mjanja kupokea taarifa mpya ambazo tunakusogezea kwa wakati, na wewe pia zinakufikia kwa wakati. Subscribe basi. Ukisha subscribe itakuwa ni vyema zaidi.
Baada ya kusema hayo machache, nikwambie kwamba mimi na wewe tumekutana kuweza kutazama na kuweza kusikiliza kitu kimoja hichi hapo. Kwa hiyo wakati mwingine tena tutakutana kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kuweza kutazama kitu kimoja ambacho tutakuwa nimekuletea. Kwa wakati huu, kitu cha heshima ambacho napenda kukuambia ni kukuaga wewe kokote kule uliko, nikwambie kwamba bye bye.